Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kusoma neno la Mungu. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Tito sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza hadi wa 16. Neno la Mungu linasema, Paulo mtume wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile iletayo utauwa, katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele, akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishirikio. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishirikio. Neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Mstari wa 5. Kwa sababu hii nalikuacha Krete ili yatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwepesi, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Mstari wa 10. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara, ambao yapasa wazibe vinywa vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, amesema, Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya, walafi, wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani, wasisikilize hadithi za Kiyahudi wala maagizo ya watu wajiepushao na yaliyo kweli. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi, wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Amen.